fanya biashara anatakikana wafikirie Waislamu. Anunue bidhaa ni afadhali apate faida ya siku tu, lakini Waislamu kama ni nguo wavae, kama ni chakula wale, kama hitaji mbalimbali wapate, iwe kwa rahisi. Hivi ndivyo Uislamu unavyoinuliwa. Akauza kwa faida siku moja tu, kana inda Allahi, mtu huyo anakuwa mbele ya Allah bimanzilati shuhada, kwa jambo la kufanya kazi ya halali. Akaleta chakula, akaleta vifaa mbalimbali ndani ya miji ya Kiislamu. Huyo daraja yake ni sawa sana daraja ya mashahidi. Thumma qaraa Abdullahi, kisha kasoma sahaba mtume huyo Abdullahi ni mwanachuoni mkubwa sana katika masahaba, amehifadhi sura 70 kutoka katika kinywa cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema ma min ayatin illa wa ana a'lamu fi ma nazala wa fi ma nazala, hakuna aya yoyote isipokuwa mimi naijua kwa sababu gani imeshuka na wapi imeshuka. Sahaba huyo Abdullah ibn Mas'ud akaisoma aya hii, wa akharuna yadhribuna fil ardi, na wengine wanasafiri wanakwenda sehemu mbali katika miji, yabtaghuna min fadlillah, wanatafuta riziki ya Allah. Fadlullahi ay rizqun min indillah, wanatafuta riziki kutoka kwa Allah. Lau kama Waislamu watafanya kazi kwa bidii, hatutadhalilishwa sisi na makafiri. Leo hii makafiri wanawadhalilisha Waislamu kwa sababu ya kipato, kwa sababu ya miji yao kuinuka, wakawa ni wenye fedha nyingi, wana mali nyingi, wanaidhalilisha miji, na Waislamu duniani wanadhalilishwa kwa sababu ya kutokuwa na fedha, na hali ya kwamba Waislamu wao ni wataalamu zaidi wa mambo ya biashara kuliko hata makafiri. Hawajui kitu katika biashara, wala hawana uaminifu katika biashara, wala hawana ubinadamu katika biashara. Makafiri wote wako hivyo. Huo ndio ukweli ulivyo. Watu wenye kujua biashara Kiislamu ni Waislamu wenyewe. Hao ndio wenye kujua biashara kuliko makafiri. Makafiri wakubwa duniani ni wizi tu, kuvamia miji ya watu na nchi ya watu, kupora rasilimali za watu. Wanaishi hivyo, wanaishi kiwiziwizi. Lakini Uislamu unatufundisha sisi kufanya kazi na kupata kipato halali kwa ajili ya wanao na kwa ajili ya miji na kwa ajili ya watu katika Uislamu. Ayuma rajulin jalaba shay'a ila al-Madina, mtu yoyote atakayekivuta kitu, kama ni mali, kama ni fedha, kama ni vitu, kavitoa katika miji huko akavileta min madinati muslimina, mpaka katika miji wa Uislamu, nchi za Kiislamu. Nchi za Kiislamu ni zipi? Nchi yoyote yenye Waislamu wengi ni nchi ya Kiislamu. Sabiran muhtasiban, amefanya hivyo hali ya kusubiri maudhi na kutaraji malipo kwa Allah. Fabaahu bisi'ri yawmihi, akauza kwa faida ya ile siku yake tu. Kana inda Allahi bimanzilati shuhada, anakuwa mtu huyu mbele ya Allah na daraja mashahidi. Thumma qara Abdullahi wa akharuna yadhribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah.